ya kukutana nao, na hakika nimefurahi na kufarijika sana kuwepo hapa siku ya leo. Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali, pamoja na kukushukuru, napenda pia kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Chama cha Mawakili wa Serikali Tanzania pamoja na waratibu wa kongamano hili kwa mapokezi mazuri na ukarimu wenu. Nilikuwa nafuatilia kwa makini hotuba yako Mwanasheria Mkuu wa Serikali, na kabla ya hapo hotuba ya Rais wa Chama cha Mawakili wa Serikali. Imeelezwa kuwa chama hiki kilianzishwa mwaka 2022, ni juzi tu hapa, kwa lengo la kuwaunganisha wanasheria wote wanaofanya kazi katika utumishi wa umma. Kwanza nawapongeza kwa uamuzi huo wa busara, kwa sababu mnapokuwa na umoja wenu, mnapokuwa na chama chenu, mnapokuwa mnazungumza mambo yenu, mnapokuwa mnazungumza namna ya kufanya kazi zenu, na pia mkachomekea humo ndani na kuangalia maslahi yenu ni fursa nzuri sana. Kwa hiyo nawapongeza kwa hili, lakini pia ni fursa ya kujijengia uwezo wa kuweza kutimiza majukumu yenu. Chama hiki nimeambiwa kina wanachama takriban 4,000. Hili si jeshi dogo. Kama taratibu za jeshi lile, hii ni zaidi ya nguvu ya brigade. Lakini pia ukilinganisha na umri mdogo wa chama chenu, naweza ukasema ni chama kichanga, lakini nimefurahi kwamba mmeweza kufanya mambo makubwa katika kipindi hiki kifupi, na hata maandalizi mazuri ya kongamano hili kuwa kwenye hadhi ya juu, ya kiwango cha juu, ni ushahidi tosha kwamba pamoja na kuonekana kichanga, lakini ni kikomavu. Na naamini kwamba mna uwezo wa kufanya mambo makubwa zaidi mbele ya safari. Hongereni sana. Ndugu Mwanasheria Mkuu wa Serikali, imeelezwa kwamba kauli mbiu ya kongamano hili ni demokrasia kwa vitendo, sheria, uwajibikaji na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ni kauli mbiu mwafaka kabisa, hasa katika kipindi tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Lakini pia inatukumbusha mchango mkubwa wa sheria na utawala bora katika ustawi dhahiri wa demokrasia nchini. Hivyo basi, mjadala wenu una umuhimu wa kipekee nchini. Nimefarijika kufahamishwa kuwa katika kongamano hili kutawasilishwa mada kabambe kabisa. Ziko 4, lakini heavily loaded, kuhusu maboresho ya sheria za uchaguzi, kuhusu utatuzi wa migogoro inayohusu uchaguzi, kuhusu amani, shughuli za dola, vyombo vya ulinzi na usalama na kadhalika. Napenda kuchukua nafasi hii kuwasihi washiriki
kusikiliza kwa makini, kwa lugha ya siku hizi madini madini yatakayotolewa na watoa mada. Lakini naomba pia mshiriki kwa ukamilifu katika kuchangia mada hizo. Be proactive, not reactive or merely receptive. Mtakapochangamka kuchangia mada, mkatoa maoni yenu, yatoke moyoni mwenu. Yue nini kifanyike kuboresha zaidi, maana tumefika hapa tulipofikia, lakini sio mwisho wa safari. Tunatokaje hapa kwenda mbele huko kuliko kwa kuzuri zaidi? Ningekuwa na mie mchungaji ningesema tunakwendaje kwenye nchi ya asali na maziwa. Ni dhahiri kwamba maudhui yatakayowasilishwa kupitia mada hizo ni muhimu kwa ustawi wa demokrasia ya nchi yetu, na pia inawaimarisha nyinyi kama kada muhimu ya wanasheria hapa nchini. Ndugu zangu, Tanzania ni nchi yenye historia ndefu ya safari ya kidemokrasia. Tangu uhuru na baadaye muungano, tumepita katika sura mbalimbali. Kabla ya uhuru mpaka miaka ya mwanzo ile ya uhuru wa Tanganyika, tulikuwa na mfumo wa vyama vingi. Baadaye ikaundwa tume ya Mzee Kawawa, ikapendekeza tuwe na mfumo wa chama kimoja. Of course, hoja za wakati ule, moja ilikuwa kwamba kila ulipofanyika uchaguzi, chama cha TANU kilikuwa kinashinda viti vyote. Na hata wakati mmoja TANU ilipokosa kiti kimoja cha Sarawat kule Mbulu kule, lakini Sarawat yule alikuwa mwanachama wa TANU. Alipoteuliwa Dodo kuwa mgombea wa TANU, yeye hakuridhika, akaamua kugombea kama mgombea huru as independent, na akashinda. Na aliposhinda akaendelea kuwa na chama chake, chama cha TANU. Kwa bado bado ni TANU ile ile iliendelea kushinda. Hoja ikawa kwamba ya katika mazingira haya inaonekana wananchi hao wanataka chama kimoja tu. Kwa hiyo tume ile ya Mzee Kawawa ilipoundwa, nikafanya hiyo recommendation, na kwa hiyo tukamove kwenda kwenye chama kimoja cha siasa. Hata wakati ule, maana kulikuwa na utaratibu wa kura 3 kabla ya uhuru, kukawa na mjadala mkubwa sana ndani ya chama cha TANU, wengine wakisema tususie uchaguzi, kwamba unatakiwa upige kura 3, uchague Mwafrika, uchague mzungu na uchague Muhindi. Ndio kwa kura 3 hizo. Mkutano wa wanachama wa TANU wakasema bana, let us just boycott this election, it's a conspiracy ya kutufanya tushindwe. Mwalimu ndio aliyewashawishi wanachama wenzake kwenye mkutano wa Tabora kwamba tusisusie uchaguzi, tuingie kwenye uchaguzi, ila tuchague Mswahili wa TANU, Muhindi wa TANU na mzungu wa TANU.
wakafanya hivi. Mswahili wa 5 wakashinda wote, Muhindi wa 5 wakashinda wote, ndio kina Mzee Amiri Jamali hao, kina Nur Kasum, na wazungu wa 5 wakashinda wote, ndio kuna Derek Newell Bryson na wengineo, kina Ida Sterling na wengineo. Kwa hiyo tulikuwa na vyama vingi, maana ilikuwepo wakati tulikuwa na ANC hapa ya Zuberi Mtemvu. Kulikuwa na chama kingine cha Hussein Juma, babake Sheikh Yahya huyo. Sisi wakati tulipokuwa wadogo tunaimba kwenye Tanwithri kwaya kule, kwa nini Hussein Juma yuko chama gani? Hussein Juma yuko UTP. Ishara Mungu yupo, Tanganyika tutajitawala. Hizi shughuli za siasa jamaa tumezianza tukiwa wadogo. Kwa hiyo vilikuwa vyama vingi, ANC cha Mzee Zuberi Mtemvu, ulikuwa na UTP ambacho ilikuwa na kama a front organization ya wazungu, na TANU yenyewe. Kwa hiyo that's a phase kabla ya uhuru na baada ya uhuru, mpaka hapo ulipofanyika ule uamuzi wa kuwa na chama kimoja. Tumeendelea na chama kimoja. Baada ya ile wind of change Africa, tukakaa, wakati wa Rais Mwinyi sasa akaamua kuunda tume ya Jaji Nyalali. Katika matokeo ya ile hesabu ya Jaji Nyalali, nadhani 75% walitaka tubaki na mfumo wa chama kimoja. 25% wakasema tubaki na vyama vingi. Bahati mbaya au nzuri, nimekuwepo kwa muda mrefu, nilitangulia kuzaliwa tu, haina sifa. Nilikuwepo kwenye mkutano ule wa NEC. Jaji Nyalali akapendekeza, pamoja na kwamba 25% wanataka tubaki tuwe na vyama vingi na 75 wanasema tubaki kwenye chama, tume ikapendekeza tukubali tuanzishe vyama vingi. Kwa hiyo kalito kwenye NEC, maana katule chama ndio kimeshika hatamu. Hakuna uamuzi mnaweza mkafanya bila ya chama kukubali. Jadala ukawa mkali. Wakisema the people have spoken, tusihangaike, wanataka tubaki na chama kimoja. Lakini mjadala ukawa mkali na busara ikaprevail. Nakumbuka wengine wakasema, lakini kweli hivi sisi 75 tuko ndani ya ukumbi huu na 25 wako nje, lakini walioko nje wana madebe ngere wanapiga tu. Hivi sisi tuliokuwepo ndani tutasikilizana? Lakini kubwa zaidi nikawa kwamba kama wakati huu 75% wanaamini, wana imani na chama chetu kuendelea kuwepo, na 25 wanataka na wengine waje, huu ndio wakati wa busara kuamua kuingia kwenye vyama vingi. Tusingoje hesabu ile ikabadilika, kwamba 75 anasema vyama vingi, 25 anasema chama kimoja. Itakuwa ni vote of no confidence. Sasa hivi watu wana confidence na chama chetu, ndio wakati wa kuamua kuingia kwenye vyama vingi. Tutaingia kwenye vyama vingi
from a position of strength. Nasema haya ili myajue wale ambao hamkupata bahati ya kuwepo wakati uamuzi unafanyika. Ni uamuzi ya hekima kwamba that was the right time to make that decision. Msingoje mpaka the tables have turned ndio mfanye uamuzi, maana yake ni kwamba mnakwenda kuondoka. Na that decision was prophetic. Tumefanya uamuzi ule na tumeendelea chama chetu kuendelea kuongoza. Hapo sasa nazungumza kama CCM. Lakini I'm telling you the story ya evolution yale mambo. Lakini pia wakati ule Jaji Nyalali anawasilisha ile, akasema kuna watu wengine waliokuwa wanataka chama kimoja kiendelee. Hoja zao zilikuwa kwamba anasema hiki chama hiki kimoja michango ni mingi. Sasa vikija vyama vingi, si sera yetu itaishia kwenye kuchangia. Kwa hiyo that's part of history, part of the evolution. Lakini ndio tumefika hapo. Kwa hiyo tumekwenda huko. Lakini 1992 ndio tukaingia kwenye mfumo huu wa vyama vingi rasmi, na tumeendelea hivyo